Kutoka Pemba na ni miongoni mwa waandishi ambao tumepewa mafunzo ya kupitia sheria ambazo sheria za habari ambazo ni kandamizi. Na baada ya hapo tumezifanyia kazi hasa kwa kuchichemua katika kuvizungumza kwenye vyombo vyetu vya habari. Na moja kati ya changamoto ambazo bado ni kubwa licha ya kuwepo kwa uchichemuzi mkubwa sana ambao unafanywa na waandishi wa habari hapa Zanzibar, lakini bado hatuoni mwelekeo wa mafanikio ya sheria hizi kufanyiwa mabadiliko. Na tumekuwa tukizungumza sana, lakini tunaona vyombo watunzi wa sheria hizi pengine mpaka tunavyoambiwa kwamba imefikia 80%, lakini bado hatuoni hiyo 80% imefikia wapi. Na matumaini yetu ni yapi ambayo tunaweza tukayapata baada ya kuzungumza sana. Na nadhani kuna haja viongozi kulionea hilo, kuliona kama ni la muhimu ili sheria hizi ziweze kufanywa mabadiliko, kwa sababu uhuru wa habari au uhuru wa mwandishi ni pale tu sheria inapokuwa ni rafiki kwake. Na pengine anaweza akateleza, lakini mwisho wa siku sheria hizi ambazo tupo nazo mbaya ikamhukumu ambavyo sivyo, na ilikuwa ni jambo tu la kuzungumza, jambo la kuwekana sawa. Fatuma Hamadi ni mwandishi wa habari ambaye ni kisiwani Pemba. Kwa kweli tumepatiwa mafunzo na TAMWA kuhusiana na masuala ya hizi sheria za habari na tumeshazifanyia kazi, na tumeona kwamba katika sheria hizi kuna changamoto mbalimbali au vikwazo mbalimbali ambavyo ni kandamizi kwetu sisi waandishi wa habari. Na ukiangalia katika mwaka huu kuna uchaguzi ambao ni uchaguzi mkuu wa Zanzibar. Kwa hiyo na tumeona kule katika zile sheria bado kuna changamoto kubwa ambazo zinatugusa sisi waandishi wa habari. Kwa hiyo na kwa kweli sisi waandishi hivi sasa hivi tayari tumeshakuwa na hofu, kila mmoja roho juu. Kwa hiyo tunamuomba rais wetu wa Zanzibar ndio atuangalie kwa jicho la huruma, au atuangalie kwa mara nyingine kwenye kipindi hichi cha mwaka huu cha uchaguzi, kuona kwamba ameweka mambo sawa, ili kuona na sisi waandishi wa habari tunafanya majukumu yetu kwa weledi, bila ya hofu wala bila vitisho vyovyote. Ishaka Robea ni mwandishi hapa kisiwani Pemba, na sasa tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025. Kwa kweli katika sheria hizi zinazohusiana na masuala ya habari kuna baadhi ya vifungu ambavyo vinaonekana kukwaza uhuru au kukwaza utekelezaji wa shughuli zetu hizi za kihabari. Kwa mfano kama sheria namba 20 kifungu namba 27(1)(2) vimekuwa vikikwaza shughuli zetu za utekelezaji wa kazi za habari kwa kutoa mamlaka makubwa kwa waziri pamoja na hasa afisa wa polisi kuweza kuchukua hatua kwa chombo cha habari au hata mwandishi wa habari. Kwa hiyo tunaomba katika kuelekea uchaguzi ama kabla ya kufika katika uchaguzi huu wa Oktoba mwaka huu, hivi vifungu vimeweza vimefanyiwa marekebisho, ama vile vilivyokuwa haviendani kabisa viondoshwe kabisa, ili tufanye kazi katika misingi iliyo bora isiyo na uoga ambayo haitatukwaza. Lengo ni kutaka kuona kwamba sisi waandishi tunapata uhuru bila kubana na sheria ambazo ni kandamizi, na katika baadhi ya vifungu ambavyo vinakuwa vinaminya ule uhuru ambao tupo nao katika kufanya kazi zetu. Na tunaendelea kufanya hilo, lakini bado tunaona muitikio haujawa rafiki kama tunaotaka. Kwa hiyo wito wetu tunaendelea kuiomba serikali, waandishi tunaendelea kufanya kazi ya uchechemuzi, kuomba kwamba tunapata tabu katika baadhi ya vifungu vya sheria ambavyo ni kandamizi na vinaminya uhuru wa habari na mwandishi wa habari. Kwa hiyo tunaiomba serikali iviangalie kwa undani, ili ikiwezekana tupate sheria ambayo itakuwa ni rafiki katika kufanya kazi zetu za kihabari kwa vyombo vya habari, lakini na wamiliki pia wa vyombo vya habari. Hiyo itatusaidia hususan ni kuelekea uchaguzi mkuu. Waandishi ndio inakuwa ni waathirika zaidi katika mambo mbalimbali ya kihabari, hususan ni katika uchaguzi.
kuna mengi yanajitokeza katika uchaguzi, lakini kuna vingi vikwazo ambavyo vinajitokeza kwa waandishi wa habari ambao wanadiriki kuandika zile habari mbalimbali.